Mwanaume anayefahamika kwa jina la Baraka Melami mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa kata ya Kimnyake, wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, amedai kuwa amekatwa uume wake na mkewe baada ya mwanamke huyo kumhamasisha kufanya tendo la ndoa wakiwa wamelala usiku wilayani humo. Mwanaume huyo ambaye kwa sasa anaendelea na matibabu katika hospitali ya Seliani ya Ngaramtoni wilayani humo, amesema kuwa mnamo Novemba 19, 2025 mkewe alimvizia na kukata uume wake wote na kutenganisha na kisha kutupa uvunguni, huku sababu hasa za kutenda tukio hilo akiwa hajaziweka wazi. Aidha, mwanaume huyo amedai kuwa anaingiwa na wasiwasi juu ya upekuzi wa simu yake kuwa sababu ya tukio hilo, ambapo anadai simu yake aliyokuwa anatumia siku zote ilipotea kwa mazingira ya kutatanisha siku 3 kabla ya tukio hilo. Hata hivyo, taarifa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa mtuhumiwa wa tukio hilo tayari ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua nyingine za kisheria, licha mwanaume huyo kutangaza msamaha kwa mkewe. Hii ni Gadi TV. Sikuwa na shaka na mke wangu mbona anaweza kunifanyia jambo kama hili. Kwa hiyo mimi najua ananipa mapenzi. Kwa alipokuja akafungua hospitali yangu, akashusha bukta, akaendelea kushika mume wangu. Baada ya kusimama akakata na kisu yenye ncha kali kinyama. Kuja kujicheki sina sehemu ya siri, ameng'oa yote. Kwa hiyo ilipokatwa kwenye shina kabisa, ikabaki sasa korodani pia imeathirika kwa kuchongwa. Akatupa. Baada ya kutupa akachukua blanketi ile nzito, akaendelea kuninyonga naye. Akaninyonga. Sasa ile blanketi huwezi kutoa hewa ndani ya hiyo blanketi kwa sababu ni kubwa. Nikapambana nikilia huko ndani ya blanketi. Tukapambana naye nikilia. Hewa kawa sasa huko ndani kumbe amefungulia redio sabofa. Kwa hiyo sauti haitoki nje. Nikaendelea kupambana naye hapo ndani mpaka nikaruka naye hadi nje. Ndio sauti ikapaza, watu wengine wakasikia wakaja wakanisaidia. Nimeletwa hospitalini saa 7 huko tukaja nikasaidiwa nikapigwa operation. Ndio. Daktari anakuambia kuna namna ya kupandikiza labda uume mwingine? Daktari niliongea naye juzi akasema daktari mkuu alikuwa sijui kwa wapi. Kwa hiyo ingewezekana ikiletwa na nitarudishwa, lakini baada ya kuja kuojana tena akasema imeshapoa, haina kazi yote tena kurudishwa. Kwa hiyo labda uume sasa yuko wapi? Mume yuko nyumbani, vijana wananiambia yuko nyumbani. Hajaona ujumbe wote kwenye simu yako ambao labda unahisi ulimvuruga? Sasa hapo siwezi jua kwa sababu simu yangu ilipotea ndani kwa njia ya kutatanisha. Ilipotea, tulikuwa ndani, simu yangu ikapotea, nikatafuta mpaka leo naitafuta sijaipata. Siku ngapi kabla ya tukio? Simu imepotea kwenye tukio, kabla ya tukio imepotea kama siku 3 hivi. Siku 3 hivi. Na kwenye hiyo simu huwezi kumzuia mtu kutuma ujumbe au kuwasiliana na mtu yote? Ni simu ndogo tu, kwa hiyo waga napigwa na wafanya biashara. Wengine wanayenuzia miogo, wengine wanayenitia mzigo mbalimbali ndogo ndogo. Kwa hiyo kasa ndo tunafuatia na hiyo simu. Kwa hiyo simu ilipopotea niliazirika hata kikazi. Kwa hiyo na ndani mnakaa wawili tu pamoja na wewe, kwa hiyo mimi tu mwenyewe naye. Kwa hiyo kwenye simu tunaweza kusema labda alipata ujumbe uliomfanya akavurugikiwa, akauamini labda na mtu mwingine, akapata hasira kwa sababu anakupenda. Sijajua kwa sababu ningesema ningejua kwa sababu ingekuwa sasa amepata anao simu au amechukua simu yangu kama yeye. Ningeweza kusema amempigia labda mfanya biashara au mfanya kazi yoyote akaongea naye vibaya, lakini sasa simu yangu ilipotea, siwezi jua kwamba yeye ndiye akona simu yangu au sijui mtu yote, lakini simu yangu ilipotea kwa njia ya kutatanisha. Mimi mke wangu sina shida naye sababu kati ananikata siku anafita naye, kati tunaishi kufanya kazi ya harakati siku ana shida naye. Kwa hiyo mimi siwezi sema hukumiwe wala afungwe. Kama serikali itamwachia ataachiwa tu akaendelea na maisha ya nyumbani kwao na mimi niendelee na maisha ya nyumbani kwetu. Kwa hiyo yani mimi sina difu, na mimi nachoomba hapa Mungu aniponye, sababu hata nikisema afungwe sitapata msaada yote. Kwa hiyo bora aende kwa wazazi wao kama nilivyomrudishia kumletaga. Sasa kwa hiyo amenitendea hayo, mimi sindaweza ishi naye. Kwa hiyo bora angemwachia tu mimi
aende kwa wazazi wao na mimi nibaki kwa wazazi wangu. Mimi kupata watoto tena sina uwezo hiyo. Sina uwezo ya kupata watoto tena mke wangu. Kwa hiyo mimi sina tena uwezo wa kupata watoto sababu amenikata sehemu yangu ya kiume. Nawashauri tu wanawake wengine wasifanye jambo kama hili. Kwa sababu unaweza kutumia hasira mshoni kwa hasara. Sababu mpaka leo najiuliza mke wangu alipatwa na nini? Sababu tulikuwa tuna ndoto ya maisha wawili. Lakini sijui alichompata nini. Kwa hiyo mimi mke wangu nakusamehe tu. Na wasamehe kwa jumla wanawake wengi waliofanya matatizo kama haya au wengine ambao wanakutana na matatizo kama haya. Kwa hiyo wanawake wote dunia nzima, Tanzania nzima na nchi zingine, na washauri asiye na hasira kufikiria na kutenda jambo kama hili, kwa sababu unakuwa pia hata ule mama alionizaa au aliomkuzaa wewe wanabaki kulia siku nzima mchana. Kwa hiyo na wanaume pia wasifanye kitu kama hichi, kumjeruhi mwanamke, kumfanya kitu yote. Na wanawake pia wasitujeruhi, kwa sababu ni wazazi wetu, wao ndio wanatuogesha, wao ndio wanatulea. Kwa hiyo nashauri waache tu jambo kama hili. Kama wazazi wasitufanyie jambo mbaya kama sisi wanaume, kwa sababu sisi wanaume saa nyingine tunaweza kutukuta tuko mambo mengine, tunaweza kutukuta tuna mawazo mengine. Kwa hiyo anaweza kutufanya jambo lolote, sababu sisi wenyewe saa nyingine tunachoka na maisha. Kwa hiyo na washauri tu wanawake wengine wasikuwe na jambo kama hili kwenye mawazo zao, kufanya jambo kama hili.